Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imekuwa na wasiwasi kuhusu Saudi Arabia kununua ndege za kivita za F-35 kutoka Marekani. Lakini kwa nini Israel ina wasiwasi huu? Katika uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia, masuala kadhaa muhimu kama vile mikataba ya usalama na kuanzisha uhusiano na Israel yamekuwa yakijadiliwa mara kwa mara, huku mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman akitarajiwa kuzuru Marekani hivi karibuni. Suala la Saudi Arabia kununua ndege za kivita za F-35 kutoka Marekani limeibuka tena. Sehemu mbili za habari zimeibuka kuhusu hili. Kwanza ni Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeidhinisha mkataba huo wa mabilioni ya dola, lakini pili imetangazwa kuwa Saudi Arabia itanunua ndege 48 kutoka Marekani chini ya mkataba huu. Shirika la habari la Reuters limeripoti habari hii likiwanukuu maafisa wanaofahamu mpango wa ndege za F-35 ambapo Saudi Arabia itazinunua kutoka kwa Marekani. Bunge la Congress na Saudi Arabia wamezungumzia pia kuhusu ndege hizo za F-35. Njia ya kufikia makubaliano hayo haiko wazi kwa wakati huu, na makubaliano haya yanahitaji idhini ya pande zote tatu: serikali ya Marekani, rais wa Marekani na Congress kukamilishwa. Mwandishi wa Saudi Arabia Mubarak Al-Atiya alisema kuwa Saudi Arabia inaelewa kuwa mikataba hiyo inahitaji kwa mujibu wa sheria sio tu kuidhinishwa na serikali ya Marekani bali pia na bunge. Akizungumza na shirika la habari la BBC Urdu, alisema kuwa rais wa Marekani Donald Trump anaweza tu kusonga mbele na mpango huo ikiwa bunge la Marekani litamunga mkono. Mubarak Al-Atiya anasema kwamba wanademokrasia na wanachama wa Congress wanashinikiza kuhalalisha uhusiano wa Saudi Arabia na Israel kuhusiana na makubaliano hayo. Wakati Saudi Arabia ilipohitaji ndege hizo za F-35 ni wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Saudia ihakikishie inajiunga katika mpango wa Abraham wa mwaka 2020. Mpango huo wa Abraham unaitaka Saudi Arabia na baadhi ya mataifa katika nchi za Kiarabu kuunga mkono ushirikiano kati yao na Israel. Trump amechukua hatua za kisheria kuidhinisha mpango huo kwa sababu anaichukulia Saudi Arabia kuwa mshirika wa kimkakati, na kwa hivyo anaamini kuwa kukidhi mahitaji yake ya usalama ni muhimu chini ya sera ya kigeni ya Marekani. Mubarak Al-Atiya anasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameeleza wasiwasi wake mara kadhaa kwamba Saudi Arabia inaweza kununua zana hizo kwa maadui wa Marekani kama vile China na Urusi iwapo Marekani itakataa kutimiza matakwa ya usalama ya Saudi Arabia. Ikumbukwe pia Saudi Arabia ina uhusiano mzuri na China na Urusi. Al-Atiya alieleza kuwa Saudi Arabia imezungumza mara kwa mara kuhusu ununuzi wa aina nyingine za zana za kijeshi na kiusalama pamoja na ndege za kivita. Sasa tuzungumzie wasiwasi wa Israel kuhusu makubaliano haya. Iwapo makubaliano haya yatatimizwa, yataashiria mabadiliko makubwa katika sera ya mambo ya kigeni ya Marekani na uwezekano wa kutoa changamoto kwa nguvu za kijeshi za Israel katika Mashariki ya Kati. Israel inataka kulimiliki eneo la Mashariki ya Kati kwa kuwa na nguvu kubwa za kijeshi, na wakati huu imekuwa ikipambana na Iran pekee, lakini sasa Saudi Arabia inaingia na kuwa nchi nyingine ya pili katika kuwa na silaha nyingi za kijeshi. Lakini pia ukiachana na hayo, makubaliano haya na Saudi Arabia yanaweza kujumuisha masharti na vikwazo vitakavyohakikisha utawala wa kijeshi wa Israel katika eneo hilo. Trump anataka kukamilisha mpango huo kwa sababu anaelewa nia ya uongozi wa Saudi Arabia, ambapo Mubarak Al-Atiya anasema Trump anaamini lengo la Saudi Arabia linakwenda zaidi ya kulinda mipaka yake. Al-Atiya anasema Rais Donald Trump pia anajua kwamba Saudi Arabia, tofauti na baadhi ya majirani zake katika eneo hilo, haina malengo ya kujitanua. Wataalamu wanasema Israel haitaki Marekani kuiuzia Saudi Arabia ndege za kivita za F-35 kama ilivyokataa kwa Uturuki kuuziwa ndege hizo za F-35. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Israel, makubaliano hayo yanaweza kuwa tishio kubwa kwa usalama wa Israel katika siku zijazo iwapo uhusiano wake na nchi nyingine za Mashariki ya Kati hautarejea katika hali yake ya kawaida. Lakini kuhusu Saudi Arabia, Mubarak Al-Atiya pia anaamini kwamba haitaki kubadilisha sera na wajibu wake katika masuala ya nchi za Kiarabu hivi sasa. Suala muhimu ni Palestina, na Saudi Arabia inaamini kuwa taifa huru la Palestina linapaswa kuundwa kwa kuzingatia mipaka ya 1967.
Hii ni sharti la msingi kwa mazungumzo yoyote ya mustakabali wa Mashariki ya Kati. Al-Atiya anasema Israel inahofia kwamba Saudi Arabia inaweza kushiriki kiteknolojia kwa ndege za kivita za F-35 na Urusi, China ama Iran. Hilo likitokea litaipa Iran hatua karibu na usalama na kupunguza utawala wa Israel juu yake. Wasiwasi kama huo uliibuliwa mapema mwaka 2020 wakati Marekani ilipopangiwa kuuza ndege za F-35 kwa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE chini ya makubaliano ya Abraham. Hata hivyo, mpango huo haukuweza kupiga hatua. Miongoni mwa masharti ya makubaliano hayo, Marekani iliweka vikwazo kadhaa kwa uendeshaji wa ndege hiyo, ikiwa ni pamoja na masharti ya kutumia ndege hizo. Marekani ilikuwa na wasiwasi kwamba uhamisho wa teknolojia ungetokea kutokana na uhusiano wa kina wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pamoja na Uchina. Lakini sasa tutazame, je, mwelekeo wa uhusiano wa Saudia na Marekani utabadilika? Trump alifungua milango ya mikataba ya silaha kwa Saudi Arabia katika muhula wa pili. Mwezi Mei mwaka huu, Marekani na Saudia zilitia saini makubaliano makubwa ya ulinzi yanayoelezwa kuwa makubaliano makubwa zaidi ya ushirikiano wa kiulinzi katika historia ya Marekani. Mkataba huo ulitiwa saini wakati wa safari ya Trump nchini Saudia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na ikulu ya Marekani, Marekani ilitia saini mkataba wa kina na Saudia wenye thamani ya dola bilioni 600. Mkataba wa ulinzi wenye thamani ya dola bilioni 142 ni sehemu ya makubaliano haya ya kina. Chini ya makubaliano hayo, Saudia itanunua ndege za kivita za F-35 kutoka kwa Marekani. Hata hivyo, jaribio la kweli la mpango wa ndege za kivita za F-35 litafanyika katika kumbi za bunge la Marekani. Al-Atiya anasema kuwa moja ya sifa maalum za uhusiano wa Saudi Arabia na Marekani chini ya mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman na utawala wa Donald Trump ni kwamba mafaili yote yanajadiliwa na pande zote mbili na tofauti za kimtazamo haziruhusiwi kuwa vikwazo katika uhusiano huo. Na anasema pia kwamba lengo la ziara ya mwanamfalme wa Saudia nchini Marekani sio kukamilisha makubaliano ya silaha, bali kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ni wazi kuwa mikataba ya usalama itajadiliwa katika kipindi hiki. Kuhusu Saudi Arabia, Mubarak Al-Atiya alisema kuwa inapitisha sera zake za usalama kulingana na chaguzi nyingine, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za F-35. Hata hivyo, Saudi Arabia inahitaji ndege hizo kwa ajili ya kiulinzi. Hakuna shaka kuwa Saudi Arabia imejitolea kununua ndege za kivita za F-35 kutoka Marekani, na lengo lake ni kuhitimisha makubaliano ya kina ya kiusalama na Marekani ili kuilinda Saudia endapo itatokea shambulizi lolote. Hivi majuzi Marekani ilitangaza makubaliano ya usalama ya Marekani na Qatar, ambapo mashambulizi yoyote dhidi ya Qatar yatazingatiwa kuwa ni tishio kwa amani na usalama wa Marekani, sawa na kinachotokea kwa upande wa Saudi Arabia. Makubaliano hayo yalitolewa kama amri ya utendaji ya rais, ikimaanisha kuwa yanaweza kurekebishwa au kufutwa ikiwa rais wa Marekani atabadilika. Makubaliano hayo ya Qatar si makubaliano ya kiusalama yanayotekelezeka kisheria na hayahitaji idhini ya bunge la Marekani. Changamoto kubwa inayoikabili Saudi Arabia hivi sasa ni je, itakubali makubaliano ambayo yanafungamana na mabadiliko katika utawala wa Marekani na Qatar kama Qatar ili kuhakikisha usalama wake, au itashinikiza kuwe na makubaliano madhubuti ya usalama wa kisheria na Marekani ili dhamana yake ya usalama isiathirike hata rais atakapobadilika nchini Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.